ni nyumba niko na picha ambayo kikweli itakusaidia kupatia mwongozo wa maisha na kujua namna ya kuheshimu watu au kuheshimu kitu ambacho kinaweza kukupatia nafasi ya kufika pale ambapo unahitaji. Sasa leo tuko na story ya bibi ambaye alikuwa na tamaa sana juu ya mtu ambaye aliamini angeweza kubadilisha maisha yake, na aliamini kwa kupata nafasi ya kuolewa na mtu ambaye alikuwa ni engineer, yani mtaalamu wa majengo zaidi, ingemfanya completely kubadilisha maisha yake. Lakini sasa mistake ndogo sana itengeneza nafasi ya kupoteza kitu ambacho kilikuwa ni sahihi sana kwenye maisha yake. Kwa hadi mtu huyo aliweza kumchezea game ambayo ilikuwa ni hatari sana, akiwa anahitaji kutambua huyo mtu kama atakuwa sahihi sana katika maisha yake. Basi kizaazaa kinaanzia katika eneo ambao lina swala zima la ujenzi, na hapa ndipo tamthilia yetu ambapo itakwenda kwa sababu binti aweza kushindwa kutambua mtego ambao alikuwa ametegewa na mkali ambaye aliamua kutengeneza nafasi ya kujifanya yeye ni mfanyakazi tu na ana bosi wake. Hivyo iliweza kufanikisha kumhakikishia mkali kwamba huyu mtu aliyepo naye kwa wakati huo amekuja tu kwa sababu ya fedha na sio kwa sababu ya kitu ambacho alikuwa anakifikiria katika maisha yake, kwani yeye alikuwa anahitaji aweze kupata mtu sahihi sana ambaye angeweza kufanikisha ndoto zake nyingi sana ambazo amezihangaikia ndani ya muda mrefu zaidi. Sasa hebu twende tukaanze rasmi baada ya kupata mwongozo kidogo wa nini ambacho kinajiri katika tamthilia ya Bomba Zaidi. Wasema Yosi ambaye alifanya msaidia, yani saidia fundi, ili kuweza kupata kitu ambacho kingekuwa ni sahihi sana katika maisha yake. Hebu twende tuenjoy utamu tamthilia hapa kutoka GC Production, jumba la butani, na ni baba au sio? Kizazi zaidi yente. Basi picha inaanza katika eneo ambalo liko lina shughuli maalum sana, na hapa ndipo tunapoipata siri ya kile ambacho kimejificha baada ya kupata mwongozo ambao hatimaye tutatufikisha pale ambapo tunahitaji kufika. Basi bibi anafika katika eneo la kazi na kumlaumu mtu ya kwamba anasema miaka yote umekuwa unadanganya kujifanya wewe ni engineer, lakini kumbe ni kijakazi ambaye anafanya kazi katika kampuni za watu. Sasa mwanaume anajaribu kujitetea, lakini binti huyo anazidi kumfokea sana kutokana na eneo ambalo lilimkuta. Aliamini ni sehemu ya mtu ambaye anafahamika kama saidia fundi kwa ajili ya kubeba tofali au bloko kufikisha kwa mafundi, lakini mkali kumbe ndo mtaasisi mwenyewe, mkurugenzi mwenyewe. Sasa mwanaume alichoamua kufanya ni kuhakikisha anatengeneza kitu ambacho kitampatia usahihi wa jibu juu ya tabia ya huyo mtu ambaye alikuwa anatengeneza nafasi ya kuhitaji kuishi naye katika maisha yake yote. Alichokifanya kilikuwa ni kitu kimoja cha umakini sana. Alimfuata miongoni mwa vijana ambao ni wafanyakazi wake katika hapo kampuni, na alihitaji tu amsaidie jambo ambalo aliamini lingeweza kumsaidia kumpatia majibu ya mengi ambayo amejificha. Basi kijana huyo alikataa sana, alisema siwezi kuchukua nafasi ya ubosi ili hali mimi ni kijakazi kwako. Lakini baadaye mtu huyo alimwomba sana kijana huyo ajifanye bosi na yeye ajifanye mfanyakazi ili aweze kutambua tamaa ya huyo mtu ambaye alikuwa anahitaji kumwoa. Basi wale kijana aliweza kutoka kama big boss na Mwamba aliweza kutoka kama mfanyakazi tu wa kawaida. Na hapa Mwamba baada ya kutoka alitamba sana Tara Bintibu kwamba ni engineer mkubwa sana wa majengo na huyu ni kijana wake wa kazi. Basi ili mfanya bibi aingiwe na tamaa sana kuamini ya kwamba mtu huyo ambaye ni engineer huenda na uwezo mkubwa sana wa kifedha, lakini pia na maisha mazuri sana, tofauti na mpenzi wake ambaye anadai kwamba alimdanganya tu kwamba ni engineer lakini yeye ni kibarua. Basi binti alikuwa na option kwa sababu yeye ni mtu mwenye ambition, mwenye tamaa kubwa. Aliweza kuondoka na ule mtu ambaye alichukua nafasi ya kujifanya big boss na kumwacha mkali ambaye kiukweli alikuwa anahitaji kutengeneza maisha naye. Basi Mwamba aliweza kumpeleka katika mjengo mmoja maalum sana, na huko alikuwa kizidi kutamba tambo nyingi sana. Lakini wanaume alishangaa sana kwa kile ambacho kimetokea, kwani hakutegemea kama kingeweza kutokea. Sasa rafiki yake na binti aliweza kumpa ushauri tu ya kwamba unahitaji kutafuta mtu sahihi sana, kwani watu katika maisha ya sasa wamejaa sana na tamaa, hivyo kumpata mtu sahihi ni kazi sana. Basi bibi baada ya kuingia ndani alikuwa na maneno mengi sana ya kuweza kuongea na mtaalamu zaidi tu ya kutengeneza nafasi ya kuweka karibu na mtu huyu ili aweze kupata nafasi ya kumiliki mali na utajiri ambao alionao big boss huyo. Basi Mwamba kwa kuwa yeye aliambiwa afanye jukumu hili, hakusita, aliamua kufanya kile ambacho aliombwa na bosi wake ili yeye ni kijakazi tu. Basi wanawake alikisha anaitimiza ile tamaa ambayo ilikuwa katika akili yake, lakini upande wa pili mkali aliweza kumtuliza bibi mara moja tu, na hivyo alikuwa anahitaji kupata muktadha wa kile ambacho kimetokea kule. Lakini bwana mdogo alimwomba sana msamaha bosi, lakini bosi alimwambia fanya kile ambacho anaweza, kwani nahitaji nipate jibu lenye usahihi zaidi katika maisha yangu. Basi baadaye mama aliweza kumrejea bibi na kumwambia juu ya kile kitu ambacho anakifikiria kwa wakati huu. Na asema mimi na zawadi moja ambayo ni special sana kwa pande wako
lakini ingekuwa vema kama ungetengeneza nafasi ya kuweza kupokea zawadi hii. Hii itanifanya nijisikie vema zaidi, kwani naamini wewe ni miongoni mwa watu ambao mna usahihi sana kwenye kufanya maamuzi. Basi bibi bila kusita aliweza kuchukua zawadi kutoka kwa mkali ambaye anafahamika kwa jina la Daniel, na hapa ndipo ilikuwa mwanzo wa urafiki wa watu hao wawili. Lakini binti pia aliweza kumweleza juu ya status yake ya kazi kwamba yeye amesomea mambo ya accountant, lakini mwamba pia aliweza kumwambia juu ya professional yake, lakini kundani bibi alikuwa na namna ya kufanya zaidi tu ya kutengeneza tamaa ya maisha yake, na mtu yuko kwa alipewa nafasi aliona itumie tu. Basi baada ya kila kitu kufanyika na kukaa katika hali sawa zaidi, mtaalamu aliweza kupata muda wa kuweza kuongea na binti mambo mengi zaidi juu ya kile ambacho anakifikiria katika akili yake. Lakini upande wa pili kwa Mnyabumbu ilikuwa ni mabuzi tu katika eneo lake la shavu, yani kwamba amepata kile ambacho bosi wake alikuwa anahitaji akipate, kwani kilikuwa kina uwezo wa kusaidia kile ambacho alikuwa anakifikiria mtaalamu. Basi hatimaye mwanaume aliweza kupata jibu juu ya kile ambacho alikuwa anakifikiria, kwa sababu ni kitu ambacho alikiwekea kama target sana. Lakini baadaye mwamba aliweza kumwonyesha funguo tu na kumwambia hicho ambacho umekifanya kimeweza kunifanya niweze kutambua tamaa ya maisha yako. Lakini pia mtaalamu aliweza kurejea upande wa pili kwa binti na kuweza kumwambia ukweli juu ya kile ambacho alikuwa anahitaji kukibaini kwa bibi ambaye alikuwa anahitaji kutengeneza nafasi ya kuwa naye katika maisha. Binti huyo alimlaumu sana rafiki yake, lakini rafiki yake amwambia wewe kilichokuponza ni tamaa, na mwanetu aliweza kupigwa kofi kwa kile ambacho alikifanya. Lakini kwa sasa yeye ajisikia fair tu kwa sababu aliamini amemaliza ile kazi ambayo alipewa na mtaalamu. Basi wanasema baada ya muda kidogo wawili hao walipata nafasi ya kutembea katika viwanja mbalimbali, na kila mtu alikuwa yuko tayari kwa ajili ya kumweleza mwenzake kile ambacho anakifikiria kwa akili yake. Na mtu huyo alisema hana cha kupoteza zaidi ya kuhitaji kutengeneza nafasi ya kuwa na mtu huyu tu, kwani anaamini ni mtu sahihi sana katika maisha yake, tofauti na yule ambaye alimzania kwa mara ya kwanza. Sasa hatimaye tamaa imeweza kumponza bibi, na hapa na imani amejifunza vitu vingi sana. Hii ilikuwa inapiga kutoka GC Production. Kumbuka hizi ni short films tu ambazo zinaweza zikakusaidia kupatia mwanga na mwongozo wa maisha na kufunza vitu vingi sana. Asante sana kwa time yako, lakini nafikiri sasa tutazidi kupeana vigongo kama hivi Tarabintibu ambavyo vitakuwa vinatupatia mwanga na mafunzo mbalimbali ya kimaisha tu, ili tuweze kujua ni nini ambacho tunatakiwa tukifanye kwa wakati sahihi zaidi na kuweza kukabiliana na tamaa, lakini pia kutengeneza nafasi ya gundua vitu ambavyo vinaweza vikatufikisha pale ambapo tunahitaji kufika. Hizi zitakuwa zinapigwa Tarabintibu pale kutoka kitengo na Fau DJ Baba la Baba, au sio? Kama kama kawaida kama kawaizo. Yego, let's say ciao.